Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile kikosi bora cha wiki, hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika, katika michezo ya nusu fainali ambayo imeweza kuchezwa, ambapo tunashuhudia michezo imeweza kuchezwa siku ya Jumapili, yani tarehe 20 mwezi April mwaka 2025. Tunakwenda kukitazama kikosi hiki kwa sababu kunako ukanda wa Afrika Mashariki na nchi ya Tanzania, kunako nusu fainali tulikuwa tukiwakilishwa na klabu ya soka ya Simba, ambapo Simba walikuwa dimbani wakicheza dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao ulimalizika kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao ambalo liweza kufungwa na Janchala wa katika kipindi cha kwanza. Lakini kwingineko, mchezo wa nusu fainali ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya RS Berkane kutoka nchini Morocco, ambapo Berkane walikuwa nyumbani kwao wakicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya CS Constantine kutoka katika nchi ya Algeria, mchezo ambao ulimalizika kwa klabu ya soka ya RS Berkane kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-0. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba klabu ya soka ya RS Berkane na klabu ya soka Simba tayari zimetanguliza mguu mmoja kuingia hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pasipo kupoteza muda, ngoja tukakitazame kikosi bora cha wiki kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Tukienda kuanzia kwa upande wa golikipa ambaye ameweza kuchaguliwa kusimama katika milingoti mitatu, ni golikipa wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Musa Kamara Pinpin, ambapo Musa Kamara Pinpin aliweza kufanya saves za maana katika mchezo ambao Simba walikutana na Stellenbosch, ambapo alifanya saves moja ndani ya box, bila kusahau aligusa mipira mara 39. Musa Kamara Pinpin ameingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.2 kati ya 10. Eneo la fullback namba 2 amechaguliwa Haitham Manout. Haitham Manout ni mchezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane ambaye alihusika katika mchango wa mabao mawili kwa kutoa assist 2 katika mabao 4 ambayo RS Berkane waweza kuifunga klabu ya soka ya CS Constantine. Haitham ameingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 8.1 kati ya 10. Fullback namba 3 amechaguliwa mchezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane. Hapa tukienda kuongelea Hamza El Moussoul. Hamza Moussoul ni mchezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane ambaye kwa upande mwingine alikuwa katika kiwango bora sana wakati RS Berkane wanaifunga CS Constantine mabao 4-0. Ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.3 kati ya 10. Eneo la center back namba 4 amechaguliwa Abdelhaki Assal, mchezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane, ambapo mchezaji huyu tunaona aliweza kufanya clearance 3 wakati RS Berkane wakifunga CS Constantine mabao 4-0, na mchezaji huyu ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.9 kati ya 10. Center back namba 5 amechaguliwa Adil Taif. Huyu ni mchezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane ambaye alikuwa katika kiwango bora sana na kuweza kufanya clearance 13 wakati RS Berkane wakitwanga CS Constantine mabao 4-0, na ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.8 kati ya 10. Lakini eneo la winga kiungo namba 6 amechaguliwa mchezaji Sile Nduli. Nduli ni mchezaji wa klabu ya soka ya Stellenbosch. Licha ya Stellenbosch kupoteza kwa bao 1-0 dhidi ya mnyama Simba Sports Club, lakini Nduli alikuwa katika kiwango bora sana na ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.2 kati ya 10. Winga namba 7 amechaguliwa mchezaji Paul Basane. Basane ni mchezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane ambaye aliweza kufunga bao 1 wakati Berkane wakifunga Constantine mabao 4-0, na Basane ameingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.8 kati ya 10. Lakini eneo la kiungo namba 8 amechaguliwa Ayubu Khair. Ayubu Khair ni mchezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane ambaye alitengeneza nafasi ya bao 1 kati ya mabao 4 ambayo RS Berkane waliweza kuifunga klabu ya soka
ya CS Constantine. Kwa tunaona mchezaji anaofahamika kwa jina la Ayubu Kairi ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.0 kati ya 10. Eneo la mshambuliaji namba 9 ambaye kwa upande mwingine ameweza kuchaguliwa ni Osama Lamloum. Lamloum ni mchezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane ambaye alihusika katika mabao matatu kati ya mabao manne ambayo Berkane waliweza kuifunga klabu ya soka ya CS Constantine. Na Lamloum mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine aliweza kufunga mabao mawili na kutoa assist ya bao moja na ndiye mchezaji bora wa wiki akiwa na wastani wa 9.8 kati ya 10. Lakini kiungo namba 10 ambaye ameweza kuchaguliwa ni Jean Charles Ahoua, mchezaji wa klabu ya soka ya Simba ambaye alikuwa katika kiwango bora sana wakati klabu ya soka ya Simba wakiadhibu Stellenbosch kwa bao 1-0, na Jean Charles Ahoua ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki mara baada ya kufunga bao moja ambalo yeye ndiye alilifunga. Na mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine aliweza kutengeneza nafasi 3 na bila kusahau ameingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 8.5 kati ya 10 na ndiye mchezaji namba 2 ambaye amefanya vizuri barani Afrika katika mechi ambazo zimeweza kuchezwa. Lakini eneo la winga namba 11 amechaguliwa mchezaji wa klabu ya soka ya Simba Eli Mpanzu Kibisawala, moja ya wachezaji ambao walikuwa katika kiwango bora sana wakati mnyama Simba anaiangamiza klabu ya soka ya Stellenbosch kwa mabao 1-0 ambapo bao hili liweza kufungwa na mchezaji anaofahamika kwa jina la Jean Charles Ahoua. Lakini Eli Mpanzu ameingia katika kikosi bora cha wiki akiwa ni mchezaji namba 3 kwa wastani wa 8.2 kati ya 10. Fahamu katika kikosi bora cha wiki klabu ambayo imeongoza kutoa wachezaji wengi hatua ya nusu finali ni klabu ya soka ya RS Berkane wakitoa wachezaji 7 wakifuatiwa na Simba ambao wametoa wachezaji 3 huku Stellenbosch wakitoa mchezaji mmoja. Lakini CS Constantine hawajaweza kufanikiwa kumtoa mchezaji yoyote ule katika kikosi bora cha wiki ambapo tumeshuhudia mechi za nusu finali zikichezwa. Kwa hiyo kuna mechi za mkondo wa pili ambazo zinatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili ya wiki hili, yani tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 ambapo Simba wanahitaji kupata sare ya aina yote ile ili kuweza kuqualify kwenda finali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho. Tuambie neno la comment kwa upande wako wewe, je, ni klabu gani ambayo unaiona zitakwenda kutinga hatua finali michuano mikubwa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025? Kuna wataalamu wa tiba za asili lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Issa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao.